sadaka inayomgusa Mungu. Bwana asifiwe. Na jana tulijifunza sadaka, tukajifunza aina 15 za sadaka. Aina 15 hizo za sadaka, na tukasema leo sasa kuna sadaka za umuhimu sana ambazo tutaziangalia kwa upekee wake ili tuweze kujifunza kwa undani zaidi. Lakini kwa wale ambao uliweza kupata nafasi jana kufika kwenye ibada, utakuwa unajua na umepata mwelekeo wapi ambapo tunaelekea. Na wewe ambaye hukufika jana, bila shaka pia kuna kitu cha kwako ambacho pia Mungu amekuandalia kwa ajili ya kukifahamu. Lakini ni waombe sana, hasa walio wanafunzi na ratiba zako hazikubani sana, jitahidi tuwe mwaminifu kwenye ibada. Ibada kama ya jana ya Jumamosi au Jumatano, ujitahidi tu kuhudhuria, uje. Kwa sababu Jumamosi, sijui kama ratiba kwa sasa hivi ya chuo imebadilika, labda kama mnasoma, lakini Jumamosi unakuwa na nafasi, njoo huko. Inawezekana kwenye fellowship pia mna mazoezi kama wana praise au wana kwaya. Lakini kwa wewe ambaye uhusike hata kwenye hizo pia idara, jitahidi jamani uje kwenye ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Jumamosi ya kwanza haupo, ya pili haupo, ya tatu haupo, ya nne haupo. Jumamosi ya kwanza tunaweza ukaelewa huko busy na nini na vitu kama hivyo. Ya pili hivyo, ya tatu unakosa, ya nne unakosa. Na sometime muda unaweza ukaisha yale masaa mawili, saa 12 mpaka saa 2, na hakuna kitu chochote ambacho umefanya isipokuwa umetumia bando na kupita TikTok na Facebook, ukaangalia na mambo yaliyopo kule, na ibada huku kaisha. Hakuna kitu chochote ambacho umefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukasema kwamba utatafuta muda wa kusoma, lakini haujasoma pia. Kwa hiyo njoo ibadani, njoo mfanyie Mungu ibada. Bwana asifiwe. Yaani hata wewe kujitoa tu, sometimes unaweza ukafikiria sasa sina hata sadaka. Wakati wa sadaka nitatoa nini? Mungu anajua. Wakati Mungu anazungumza na Musa, akazungumza na wana wa Israeli ni aina gani ya vitu ambavyo anavitaka kutoka kwake, Mungu anajua. Kwa hiyo kama huna kitu na huna sadaka ya kutoa, Mungu anajua. Hata ule kujali na kusema ufike ibadani, uje umfanyie Mungu ibada, Mungu anaona. Sasa jana tulijifunza aina 15 za sadaka. Naomba tukumbushane kidogo. Sifa ya mwalimu pia ni kufanya revision. Usifungue diary. Kunakuwa hakuna maana sasa, si bora nikusomee. Bwana asifiwe. Ulitoka kama baba alivyozungumza, ulitoka na mfano wa paka tu aliyechukua paja. Bwana asifiwe. Ni sadaka 15 ambazo tulijifunza. Ili pia inasaidia na wengine ambao walikosa jana wanaweza kuelewa vizuri. Naomba nipate mtu pia ambaye anaweza kutuambia sadaka moja wapo na utupe maelezo tu mafupi. Leo hata hatuna wasiwasi, ni ibada moja, lakini pia muda hautakuwa mrefu sana. Karibuni. Wale ambao wamehudhuria jana, sadaka moja hapo, tuambie kidogo. Karibu Joyce. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka moja ya sadaka ambayo tulifundishwa jana ni sadaka ya malimbuko, ambayo tulisema kwamba unatoa kitu kabla hujakitumia. Kwa mfano kwenye mazao, kama umevuna labda mpunga, kabla haujautumia, kabla hujafanya chochote, unachukua kidogo kwa ajili ya kupeleka nyumbani mwa Mungu. Lakini kwenye upande wa labda wa wafanyakazi, biashara, ule mshahara wako wa kwanza wote unautoa kwa Mungu kama sehemu ya malimbuko. Lakini pia sadaka nyingine, sadaka ya fungu la 10, ambayo hiyo tunaijua wote ni sehemu ya 10 ya mapato yote ambayo unayapata. Nyingine ya shukrani, tukasema kwamba sadaka ya shukrani ni unatoa sadaka ile ya kumshukuru Mungu, ambayo mtumishi wa Mungu alisema inatakiwa sadaka iliyoshiba. Yaani unapotoa sadaka kumshukuru Mungu iambatane na kile ambacho Mungu amekutendea. Amina. Tumpigie makofi. Kwa kwenye hiyo sadaka ya malimbuko, umefuga mbuzi wako, unataka kuwauza wote, inabidi umtolee Bwana malimbuko. Una ng'ombe wamezaa, wamefika kiasi fulani au idadi fulani, umtolee Bwana malimbuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Umefuga kuku pale nyumbani, hatuzungumzi mazao tu, kuku pale nyumbani, utolee nini?
malimbuko, umefuga bata, kwa sababu ile inatumika ni nyama ile, unatakiwa umtolee Bwana nini? Malimbuko. Sawa? Yaani naweza nikasema hivi, hata kama umefuga mbwa, lakini mbwa wa kisasa wale, wawa mbwa wengine hapana, lakini mbwa la kizungu lenye manyoya mengi, kwa mchungaji tutaweka ulinzi pale, tutalipeleka, lete lile. Sawa? Lile unanunua milioni 1, milioni 2, hapo mpaka milioni 15. Yale ukiwa nayo lile lete lile. Lakini vipaka hivi au viumbwa vingine vikonde baki navyo wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaleta vitu ambavyo ni vizuri na vinono mbele za Bwana. Tumejifunza kwa habari ya Kaini na Habili. Kuna mwingine Habili sadaka yake ilikubaliwa na Mungu. Kaini ilifanya nini? Ilikataliwa kwa sababu alitoa kwanza kwa moyo mkunjufu, lakini alichagua sehemu ya vitu ambavyo vimekonda. Wanyama waliokonda ndio anawapeleka mbele za Bwana. Ndio maana hata Mungu hakutaka kuipokea ile sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo, sawa, mwaka Gugu Joyce, ukiwa na mbwa kizungu manyoya mengi, lete hapa. Ile itafanya kazi. Bwana asifiwe. Na tulizungumza kwa habari ya sadaka ya nini? Ya shukrani. Na tumeona mfano leo Bukuku ametoa sadaka ya shukrani. Umeona levels hizo? Kuna yeyote ambaye hata mimi sijawahi kufanya, kutangaza uchumba nje nitoe sadaka ya shukrani? Hilo jambo jamani, nimejifunza leo. Ngetamani kumbe kabla sijafanya nirudi alafu nijifunze kutoka kwa Bukuku. Tumpigie Yesu makofi kwake. Hilo ni funzo, tujifunze wote. Bwana asifiwe. Kwa kufanya hivyo anamshikilia mke wake aje na hakikisha achomoki. Kijana wote anayemsumbua anahakikisha kwamba, yani kijana anayemfuata yule dada ataona tu kama mwanaume mwenzake. Lakini Bukuku anamuona mrembo vibaya mno. Unakuwa huna hamu hata ya kuzungumza naye. Hivi ndio vitu ambavyo huwa vinatunzwa. Bwana asifiwe. Hayo ndio mambo ambayo yanatakiwa yafanyike hivyo. Wengi watu hapa tunakusanya michango ya harusi, si ndio? Ile michango inakuwa ni miliki yako wewe. Huwa inatolewa fungu la 10. Tufikirie. Kwa sababu unakuwa na maamuzi nayo wewe. Hadi zawadi za harusi mama ananiambia hapa, tufikirie. Bwana asifiwe. Ndaki sawa. Unaelekea huko. Ukifanya utatubadilishia na mabinti na wakaka wengine humu. Mambo yatakuwa mazuri. Sisi tuliotangulia tushazira na Mungu atusamee. Lakini yani tatizo kwenye neno la Mungu, ukishajua kitu usipofanya kwako ni nini? Ni dhambi. Sadaka nyingine ambayo tulizungumza jana ni sadaka ya vitu wakfu. Sawa? Umefanya kitu chako, unatakiwa utoe sadaka kwa ajili ya kulinda hicho kitu chako. Sadaka nyingine tulizungumza nini? Haleluya. Tulijifunza kwa habari ya sadaka ya kinabii. Ni sadaka ambayo inamgusa moja kwa moja mtumishi wa Mungu ambaye tulimzungumzia kama mchungaji. Tulisema kwamba hiyo sadaka ya kinabii unaenda moja kwa moja kwa mchungaji, unampa ile sadaka ili akutabirie, yani kile ambacho, kwa mfano kama tuseme wanafunzi, unachukua ile ratiba ya mitihani alisema, unapeleka kwa pasta, alafu anaiombea. Akishaiombea unapata unabii kwamba katika mitihani yako utafaulu. Na sadaka nyingine ambayo tulijifunza ni sadaka ya mbegu. Hapo tulimzungumzia mtumishi wa Mungu Ayubu, alitoa sadaka kwa ajili ya watoto wake. Na kila siku tuseme alitoa sadaka kwa ajili ya watoto wake, aliweka mbegu mbele za Mungu na ikamsaidia kuwatunza na kuwalinda watoto wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Aina ya sadaka nyingine ambayo tulijifunza ni sadaka ya madhabahu ambayo inatolewa kwa ajili ya kutambua kazi na kuheshimu kazi ya ile madhabahu. Tunajifunza kwa Elia, aliposhusha moto pale kwenye ile madhabahu alitoa sadaka. Lakini sadaka nyingine ni sadaka ya kibali ambayo unaitoa kwa lengo la kupata kibali mahali fulani, pengine kwenye interview wanatakiwa watu wachache, lakini unapokuwa umetoa sadaka Mungu anakuwa pamoja na anakupa kibali. Tuwapigie makofi. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ndo aina ya sadaka nyingi zinafika hizo 10 na ngapi? 15. Sawa? Dada amezungumza hapa kwa habari ya hiyo sadaka ya kinabii.
na mimi ndo ushuhuda. Sawa, nimezungumza mwaka juzi nilipokuwa nimekuja, lakini chuo nimemaliza 2020, nimeanza 2017. Baba amenitunzia zile ratiba zangu, na sijui kama pia inawezekana hata anaambia mpaka leo sijui, lakini alinipa kimoja hapo ya ratiba ambazo mimi nilikuwa napeleka wapi? Kwa mchungaji. Sawa, natoa na sadaka, ananiombea niweze kupata kibali. Sawa, jana nilizungumza, kuna kozi ngumu sana ambazo mnakutana nazo. Watu wa tiba kule mnajua. Sawa, unasoma labda anatomy of the eye, anatomy of the ear. Nimesoma hivi kwa kuwa baadhi ya module watu wanaosoma nursing na udaktari zinafanana na sisi watu ambao tumesoma special education. Utofauti tu, nyie mnaenda kutibu, sisi tunaenda kufanya implication kwenye nini? Kwenye elimu. Yale madude jamani ni mazito. Sawa, yale madude ni mazito. Mtu anasoma special education, anasoma Kiswahili kiwaya, anakutana na yale mambo mazito. Ubongo ambao unasoma dakika 2 ushasahau mambo, yale mambo ni balaa. Tumelamba zero za kutosha hapo chuoni. Mungu alitutetea tu kwa sadaka hizi ambazo tulikuwa tunafanya. Mungu alitusaidia tukatoboa. Sijui kama kina Dr. Bishanga sasa hivi wako wale watu ni wagumu. Unajiandaa kuingia UE, anakuambia sasa hivi nishatengeneza mitihani hiyo miwili. Mtihani wa UE na wa supplementary, anajua tu nitawakamata watu. Na undo wakati ambao ile implementation ya sera ya kwamba usipofikisha kozi wiki 16 una carry nini? Kozi. Geographical Information Systems na remote sensing, mwanaume nimepiga kozi wiki ya 14. Ninakosa alama 2 kuingia UE ili mimi nifanye nini? Niweze kutoboa. Nilikuwa na wakati mgumu sana. Na hakuna kitu ambacho kiukweli mimi naogopa mpaka leo kufeli. Ninaogopa sana. Wapo makongodi ambao wao wanaona tu kawaida, lakini mimi ninaogopa sana kufeli. Ndio maana hata nikikabidhiwa kazi iwe ndani ya kanisa, nje ya kanisa, jambo la kwangu na hakikisha nimefanya kwa ubora na ninakamilika vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika hayo mazingira ndio ilikuwa pia mara ya kwanza mimi kwenda kwa rector kumuomba niongezee max niende kwenye UE. Lakini Mungu sijui yani sijui nilikuwa nalitukanisha jina la Bwana. Sijui. Nikaenda nikazungumza, akasema wewe vipi bwana, mnapoteza muda. Alafu pia Tanzania bara watu wavivu sana, sijui nini na nini. Toka bwana. Umeona? Haujawahi kukutana na maneno magumu, mtu anakuambia shombo kama shombo. Sawa. Toka bwana. Bado siku chache kuingia kwenye nini? Kwenye UE. Baada ya hapo Mabuga anajua. Wakati niko pale Kasveta, kuna sehemu tunaita forest. Tunashuka kule, tunafunga Ijumaa, tunaenda kumwomba Mungu kule. Na kanisa letu pia lina maombi ya nini? Ya Ijumaa. Kwa hiyo na mega kanisani na mega na fellowship kule. Nikashuka chini kule kumwomba Mungu. Unamkamata. Nikaenda na kwa mchungaji, nikatoa sadaka. UE kesho anakuja kuupgrade max za watu. Sawa? Mimi nilikuwa ni miongoni mwao ambao niliongezewa max 2, nikapata 16, niingie kwenye UE nifanye nini? Nifanye mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ya nini? Ya kinabii. Niingie kwenye nini? Kwenye mtihani. Lakini wako ambao hawakuongezewa na walikeri ile kozi. Nikaenda nikafanya mtihani na pepa ilikuwa ngumu sana. Baada ya hapo kuingia kwenye maombi, Mungu unisaidie nione namna gani naweza nikatoboa. Wapendwa, ile kozi ni ngumu kwa sababu majiography yako humo, physics yako humo, electromagnetic induction, watu wa physics mnaelewa, yapo humo. Sawa, vector yapo humo. Bwana asifiwe. Jamani mnielewe tu, mimi pia ni mwalimu mwalimu lakini wa geography, physics niliacha zamani. Sasa unakutana na hayo mambo, nitatoboa vipi? Ushuhuda huu inawezekana nishai kuzungumza hapa na narudia tena kwa kuwa ni kitu cha kipekee sana ambacho naona Mungu alinitokea wazi. Nimeenda kufanya discussion. Kwenye discussion kuna msisitizo wa swali sana moja hilo ambalo sisi tulilifanya kwa muda mrefu. Na hata nilivyotoka nakumbuka pia tulienda kulifanyia bloku L, sijui bloku gambi la wanaume lakini sio la wanawake. Sawa? Wakati ninatoka ninarudi dom la kwangu mimi bloku P pale na nafungua na kadaftari kangu, unaenda mbele unarudi nyuma unafanya nini, lakini unaambiwa wewe soma hapa.
Bwana asifiwe. Nikakomaa pale, mambo yakakaa vizuri, ikaishia hapo. Nikashuka lecture rooms kule chini, sawa? Nikawa na kitini ninasoma. Nimesoma muda mrefu, sawa? Hivyo kishawahi kukutokea unasoma peji ya kwanza, unafunua peji ya pili. Peji ya pili unaelewa vizuri kabisa, lakini ulikotoka haujui na haukumbuki kitu chochote. Jamani, Mungu atusaidie, akili zetu zinawaza mambo mengi. Sawa, umepigwa kibuti na mvulana au na mdada amekupiga kibuti mwanangu, na masomo hayapandi. Mungu atusaidie. Nazungumza sadaka ya kinabii. Nimetoka hapo nikamuomba Mungu anisaidie, lakini nikasisitizwa soma eneo fulani sana. Na eneo lenyewe ilikuwa tu ni kama paragraph. Na ile paragraph unavyosoma inabidi uchambue, mle ndani kuna point. Nikasoma nikapata hoja kama ngapi? Kama 6 hivi. Nikakaa nikatulia. Scenario ya pili. Scenario ya tatu, asubuhi najiandaa kwenda kwenye mtihani. Sawa? Nikawa na mtihani ya mfululizo, na huo mtihani ulikuwa ni mtihani wa 3 kwenye hiyo siku. Pale library. Library kufanya registration ni nzuri. Papers zikifika ni hatari pale. Sawa? Asubuhi naambiwa funua daftari lako. Vile vidaftari vidogo. Nafunua peji tu ya kwanza pale. Nasisitizwa nisome pale. Nikasoma nikamaliza. Naingia kwenye mtihani, kitu ambacho kimetokea. Mtihani una maswali 5, lakini unaambiwa wewe ujibu maswali 3, lakini kati ya hayo maswali 3, la kwanza ni la lazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninachomshukuru Mungu na namtukuza mpaka leo, hizi scenario zote nilizokuambia na haya maswali ambayo nilikuwa nasisitizwa kusoma, ndio maswali kati ya 5 niliyoyakuta kwenye mtihani pale wa remote sensing. Na ndo hayo 3 ambayo mimi niliyajibu. Na lile swali mojawapo la lazima ambayo niliambiwa tujibu sisi, ilikuwa pia ni miongoni mwa yale maswali 3 ambayo tuliambiwa tufanye nini? Tujibu. Ilikuwa ni ngumu sana, na ile kozi kiukweli nilipata kalai. Lakini pia isingekuwa Mungu na kuniongoza, ile kozi nilikuwa na feli kabisa, kweupe mchana kweupe kabisa, nilikuwa na feli. Sasa tunavyokuwa tunatoa sadaka za kinabii, sawa? Na tunavyozungumza kwa unabii kwa maana ya kutabiri. Na Roho Mtakatifu, kwa sababu sasa hivi pia tunaye. Kati ya muda mrefu ambao unasoma, kati ya biashara unayoifanya kwa muda mrefu mwingi sana, ni kipi sahihi kwa wakati gani, kwa namna gani ukifanye? Ni Mungu mwenyewe tu ambaye anataka kuingilia kati hapo, akusaidie uweze kutoka. Kwa sababu kama ni Mungu, mtu ambaye unamkimbilia Mungu, Mungu hatosimama katika upande uweze kuaibika hata siku moja. Mungu siku zote atakuwa katika upande wewe uwe mshindi tu. Kwa hiyo tunavyojifunza katika mambo haya ya sadaka, tumeona, tumeshuhudia na yakitokea. Na si mbali katika mazingira haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tukajifunze sadaka kati ya zile 15, tuingie kwa ndani kidogo zaidi, sadaka 3. Sadaka ya kwanza ambayo tunajifunza leo, ambayo tuligusia jana, ni sadaka ya dhabihu. Ni sadaka ya dhabihu. Dhabihu tunasema ni kutoa kitu au vitu au mali au fedha kwa moyo wa kupenda mwenyewe bila ushawishi. Inaweza kuwa dhabihu ya roho au dhabihu ya mwili pia. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza sadaka ya nini? Ya dhabihu. Na tunavyozungumza sadaka hii, unatoa kwa moyo wako wa kupenda wewe mwenyewe bila ushawishi wa mtu yoyote. Isipokuwa pengine inaweza kawa ushawishi kutoka kwa Mungu, kwa Roho Mtakatifu aliye naye anakuambia utoe sadaka ya nini? Ya dhabihu. Na lengo mama ya sadaka ya dhabihu kwa ajili ya kuendeleza ufalme wa Mungu. Hata kuambia mzee wa kanisa tuchangie, hata kuambia mchungaji tuchange. Hii sio fungu la 10, hii sio sadaka ya shukrani.
kwa moyo wako wewe wa kupenda. Mifano mirahisi, unaweza ukasema niende kiwandani, sawa, nataka kununua viti kama anavyokalia wachungaji viwe ndani ya kanisa lote. Unaenda kununua, unaleta. Mchungaji hajakwambia chochote, sawa, haujashawishiwa na mtu yoyote, hujafanya nini, unaenda tu unafanya, unakuja unaitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunavyofahamu kulikuwaga na sofa fulani, ni mtu pia naye alijitoa, alileta akaweka hapo. Na inawezekana hata baadhi ya vitu tulivyonavyo hapa, baadhi ya wengine pia wamejitoa, wameleta hapa. Hizo ndio sadaka za dhabihu ambazo tunazizungumza. Kwa hiyo unaweza ukatoa kitu au unaweza ukatoa fedha. Tofauti na utaratibu tulionao kwamba sasa hivi pia tunatafuta pesa ya ujenzi, si ndio? Tofauti na ulivyoahidi na pengine sadaka yako wewe ushaitengua, na hakuna mtu yoyote anayefahamu. Unajitoa hapa, unaenda kwa mchungaji, unasema mchungaji, hizi milioni 10 zisaidie ujenzi wa nini? Wa kanisa. Haitotangazwa kanisani, wala hiyo haikuwepo kwenye ahadi. Bwana asifiwe. Au unatoka hapa ndaki kokote ulikotoka, unakuja hapa, unaweka bahasha na karatasi, unaitolea maelezo, unakuja hapa, unaweka kwenye hicho kikapu, hauzungumzi na yoyote, unaiacha humo. Ole wake mtu aichukue hiyo. Haki ya Mungu. Bwana asifiwe. Lakini unaweza ukafanya katika hayo nini? Mazingira. Ishawahi kutokea kwenye maisha yetu ukafanya vitu kama hivyo? Isipokuwa sadaka zile ambazo tunaweza tukasisitizwa na viongozi wetu wa idara, wazee wa kanisa, wachungaji wakatuambia tufanye kitu fulani. Hiyo ndio inaitwa sadaka ya nini? Ya dhabihu. Na dhabihu tunaweza tukasema pia unaweza ukautoa mwili wako kwa ajili, sawa, ya nyumba ya Bwana. Wakati tunasoma sisi, sasa hivi kanisa limebadilika na tunashukuru Mungu kwamba tumeendelea sana. Viti viko humu, vyombo viko humu na nini na kila kitu. Lakini saa 11 ulikuwa unatukuta hapa na kina Mabuka, kina dada Melesha, hizi wanafahamu haya mambo. Vyombo tulikuwa tunatunza pale store, na hizi speaker hizi tumebeba sana. Unajitoa, unafika hapa mapema kwa ajili ya Bwana. Unakuja unapanga viti vizuri, unasafisha. Wanaume tulikuwa tunainama, tuna deki. Kanisa hata bado halijafika huku, liko bado huku ni dogo, lilikuwa limeishia kwenye hiyo floor hiyo ya rangi hiyo ya maruni hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapanga vitu, tunafanya hivi. Mungu anatubariki. Sasa unatoa muda wako pia, chochote ambacho unakiona pia kanisani akijakaa vizuri, yani furahia tu kuwepo nyumbani mwa Bwana. Jambo lolote ambalo lijakaa vizuri unarekebisha, linakaa sawa na nini na vitu kama hivyo. Nimezungumza kwa habari ya vyombo. Mungu akikugusa, unanunua hata zile mashine za kupulizia ili vyombo vyetu visiwe vinachoka sana. Unanunua hata vitambaa vya kufunika hivi vitu, na bila kumwambia mtu yoyote, wewe fanya tu, wewe fanya, funika tu hapo, Mungu hawezi akakuacha hivi hivi. Hiyo ndiyo sadaka ya dhabihu ambayo tunafanya nini? Tunaizungumza. Unatoa bila kushawishiwa na mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunavyozungumza sadaka ya dhabihu, ina sheria zake. Sheria ya sadaka ya dhabihu. Sheria ya kwanza, hutolewa kwa imani sana. Hutolewa kwa imani sana. Waebrania 11 mstari wa 4. Mchungaji Maganga. Kumi na moja mstari wa 4. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Tarudia. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaanza kwa imani. Kwa nini? Kwa imani. Na hata baada ya Habili kutoa zile sadaka, akashuhudiwa yeye mwenyewe kwamba kwanza Mungu amezipokea na kuna kibali hapa. Alafu mwisho wa siku ukienda katika sentensi ya mwisho kabisa, unapata na kugongelewa na Mungu. Sasa anafanya nini? Anadhibitisha sadaka hii inatolewa kwa imani
sana. Ndio maana Mungu akaitakabali, akaipokea na Habili akabarikiwa. Turudi hapo sasa, hiyo sura mstari wa kwanza. Basi imani 11 mstari wa kwanza. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ya mambo yasiyoonekana. Asante. Hapo tu inatosha mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Unavyokuwa unafanya tendo la kiimani, sasa hivi hauoni kama kipo kitu, lakini unaona mbele kwamba lipo jambo ambalo unafanya nini? Linatokea. Kitu hujakiona sasa hivi, lakini katika ulimwengu wa roho unaona kinatokea. Namna gani Mungu atafanya, namna gani Mungu anatenda, Mungu yeye ndo atajua. Lakini kwa imani yako unaona liko jambo litafanya nini? Litatokea. Hiyo sadaka ya dhabihu ambayo tunaizungumza. Sheria ya pili, sadaka hii hutolewa kwa moyo mkunjufu. Moyo mkunjufu kwa maana without any external motivation. Moyo wako umependa tu kwamba nitamtolea Mungu sadaka ya dhabihu. Na hizi ndio sadaka ambazo pia mtu akifanya kitu huwa kinaacha alama kwenye ufalme wa Mungu. Ndani ya kanisa kinaacha nini? Alama. Sasa Mungu akikusemesha na akisema na wewe kwa moyo wako mkunjufu bila kumuuliza mtu yoyote, akasema kwamba toa viti vya kanisa vyote vya plastiki, piga chini, weka kule, wakatumie watoto, viweke viti vingine vizuri vya kisasa. Sadaka ya dhabihu inaacha alama, haiwezi kasaulika kama, kwa sababu Jumatano tutakuja kufanya ibada, tutajua Joel ndo amenunua hivi vitu. Ijumaa tutakuja kufanya ibada, tutajua Joel amenunua hivi vitu. Tutakuja Jumapili kufanya ibada, tutajua Joel ndo amenunua hivi nini? Viti. Lakini kwa moyo mkunjufu. Wakorintho wa pili 9:6 mpaka 7. Wakorintho wa pili 9:6 mpaka 7. Ndiyo. Lakini nasema neno hili. Apandaye haba atavuna haba. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Si kwa huzuni wala si kwa lazima. Maana Mungu hupenda yeye atoaye kwa moyo mkunjufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kwa lazima. Unaweza kutoa kwa moyo nini? Mkunjufu, na utoe kwa namna vile ambavyo wewe umefanya nini? Umebarikiwa. Moja ya kweli 7 ambazo tuliziangalia jana kuhusu sadaka, sawa? Utoe sadaka kulingana na vile ambavyo umefanya nini? Umebarikiwa. Kwa hiyo unatoa dhabihu si kwa lazima. Na Mungu akikusemesha kuhusu kutoa sadaka ya dhabihu, usianzishe conversation pia na mwanadamu mwingine. Usianzishe conversation na mwanadamu mwingine. Kwa sababu unaweza ukaanzisha conversation na mwanadamu mwingine, yakaibuka mambo ambayo yatakurudisha nyuma usiweze kufanya hiki kitu. Watu wengi sana hata katika huduma wameharibiwa kwa sababu pia ya mazungumzo wanaoyazungumza. Bila kujua unayezungumza naye ni mtu ambaye anakutakia wewe mabaya. Na anajua siri za ufalme wa Mungu kwa namna moja au nyingine, kufanya hivi wewe utabarikiwa. Yako mambo ambayo yataibuka kwenye hayo mazungumzo, yatakukatisha tamaa, utarudi nyuma. Ukimtolea Mungu sadaka ya dhabihu, usiwe na discussion, wewe mtolee. Hakuna mtu yoyote atakushawishi, hakuna mtu yoyote atakaye kulazimisha. Utoe kwa moyo nini? Mkunjufu. Na hata pia ukitoa kwenye sadaka hiyo, unaweza ukaumia, lakini Mungu anataka iwe hivyo. Lakini Mungu anayokuandalia ni makubwa zaidi kushinda hiki ambacho unafanya nini? Unakifanya. Kwa hiyo sadaka hii inatolewa kwa moyo mkunjufu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tuache legacy kwenye ufalme wa Mungu kwa kutoa dhabihu zetu. Tuache legacy kwenye ufalme wa Mungu kwa kutoa miili yetu. Tuache legacy kwa ufalme wa Mungu kwa kutoa muda kama dhabihu kwa Bwana. Hiyo sheria ya pili. Ya tatu, ukiahidi inageuka kuwa nadhiri, na muda ukiongezeka, sawa? Ukiahidi inakuwa nadhiri, muda ukiongezeka.
kwa sababu wewe mwenyewe umetia nia kwamba nitamtolea Mungu wakati fulani, si ndio? Wakati ule ukifika, labda after 1 week nitafanya jambo fulani kwenye madhabahu ya Mungu, nitafanya jambo fulani ndani ya kanisa langu la DCC, sawa? Au utasema nitautoa muda wangu mimi sasa hivi kwa ajili ya kufanya usafi kanisani wiki nzima hii. Usipofanya na muda ule ukapita, inageuka inakuwa nini? Nadhiri. Na tayari tukishasema nadhiri, hiyo lazima ufanye nini? Uitengue. Hii ndiyo sheria ambayo pia sadaka ya namna hii ya dhabihu inavyotakiwa iwe. Na tayari inageuka na inaongezeka kipengele kingine kugeuka kuwa nadhiri pale ambapo muda uliopanga na wakati uliopanga kwa ajili ya kufanya hii sadaka hujafanya, inageuka kuwa nini? Nadhiri. Na nadhiri lazima uitengue. Bwana Yesu asifiwe. Sheria ngapi? Ya 4. Ukiahidi pia usichelewe kuitoa. Isaya 19 mstari wa 21. Isaya 19 mstari wa 21. Ukiahidi pia usichelewe kuitoa. Haumwambii mtu yeyote hapa, moyoni mwako wewe mwenyewe. 19:21. Ndio. Na Bwana atajulikana na Misri, na wa Misri watamjua Bwana katika siku hiyo. Namu watamtumikia kwa dhabihu na matoleo. Nao watamwekea Bwana nadhiri na kuzitekeleza. Watamwekea Bwana nadhiri na kufanya nini? Na kuzitekeleza. Mwanzo wameambiwa watamtolea Bwana dhabihu na matoleo yao. Bwana asifiwe. Ila kitendo kinachofuata, watamwekea Bwana nadhiri na kufanya nini? Na kuzitekeleza. Sasa kabla haijafika kuwa nadhiri, fanya haraka uitoe, usichelewe. Bwana asifiwe sana. Unataka kubariki mtu hata ndani ya kanisa, unataka kumbariki mchungaji, unataka kubariki idara, unataka kufanya chochote kile pale, lakini pia unatoa kitu ambacho kiicho bora na kizuri. Tumekuwa na kasumba wanadamu, hata unataka kumuona mtu mwingine, kumsaidia mtu mwingine, kile kitu ambacho hakikufai wewe kwa muda huo ndio unampa mtu mwingine. Mungu atusaidie katika hilo na aturehemu, atufanye vizuri. Nguo ambayo umeichoka, imechakaa na una matumizi nayo tena, ndio unaitoa. Kiatu ambacho kimetoboka, kimeachama hivi kama kinataka kunywa uji, ndicho ambacho unatoa unampa mtu. Kitu ambacho unaona ni bora, ni kizuri, kitoe hicho kwa ajili pia ya mwingine. Umetoa nadhiri au unasema nitatoa dhabihu hata kwa mtu mwingine, sawa? Unasema kwamba ngoja basi nikitumie hiki, kikifika level fulani ndo nitakitoa. Hapana, usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Bwana asifiwe. Sheria nyingine, sadaka hii lazima itolewe kwa moyo wa upendo na uwezo. Hivyo vitu viwili vishike vizuri sana. Lazima uitolewe kwa moyo wa upendo na uwezo. Kwa sababu nadhiri tunasema ni sadaka nzuri na nzito. Ukiwa na uwezo sasa unafanya hili. Mimi nakumbuka pale ambako ninaabudu, kuna mtu mmoja tu alijitoa akanunua AC za kanisa zima. Ila ukitotalize gharama yake ni kubwa sana. Ni mamilioni ya nini? Ya fedha. Lakini mtu yuko hapo ametulia safi kabisa. Amekaa hapo. Sasa ukiwa pia na uwezo na umebarikiwa katika hili eneo, upendo kuongoze na uwezo kwa ajili ya kutoa. Kutoka 25 mstari wa 2. Inasema waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka. Kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatoa kwake sadaka yangu. Hapo hapo tu. Pamoja na kwamba Mungu anavitaka vitu kwa wana wa Israeli, lakini anaanza na kuweka msingi kwamba kwa mioyo yao ya kufanya nini? Ya kupenda. Sheria ya mwisho, baraka zinakuja punde tu unapoitoa. Kutoka 20:24. Baraka zinakuja tu pale ambapo umekamilisha kutoa sadaka ya dhabihu. Baraka zinaanzia pale. Kutoka 20:24. Ndio. Utanifanyia madhabahu ya udongo, nawe utatoa dhabihu zako juu yake, sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, kondoo zako na ng'ombe zako, kila mahali nitakapotia ukumbusho kwa jina langu. Hapo ndipo nitakapokujilia na kukubarikia. Bwana asifiwe.
ndipo nitakapokujilia na kukubarikia. Inakuja baraka mwishoni, lakini yanatangulia nini ambacho kabisa unatakiwa ufanye nini? Ukifanye. Utatoa sadaka, lakini pale tu ambapo umemaliza, baraka za Mungu zinakufuata hapo. Kumbuka, sadaka ya dhabihu pia haitolewi nje ya madhabahu unayoiabudu. Swala la msingi na muhimu sana, haitolewi nje na madhabahu unayoiabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana wako watu humu wanafanya mambo makubwa sana nje kwenye makanisa yaliyotoka, sawa, hakuna shida, sawa, lakini sheria ya sadaka hii tunashauriwa na kusisitizwa, sawa. Maana nitumie sasa kuomba, sio takwa, inatolewa kwenye madhabahu unayoiabudu. Au kama unafanya kwingine, hapa ndo unatakiwa uanze kutoa zaidi kwanza hapa. Kwa sababu pia tuna historia pia, hata sehemu ambazo tumetokea, baba zetu wachungaji na nini wako vizuri, si ndio? Lakini hapa kwa sasa hivi unakorishwa hapa, inabidi ufanye viwango zaidi kushinda huko sehemu nyingine. Faida ya sadaka ya dhabihu ni kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu. Unaweza kutoa sasa kipaji, elimu yako, muda, hata fedha na vitu. Kuna Mungu amekubariki vipaji fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikauliza nikaambiwa hapa ni watu wa shirika wa DCC ndio walitengeneza madhabahu, inaonekana kwa mtindo huu. Wamefanya dhabihu na tuwapigie makofi, na Mungu awabariki sana watu hawa. Sijui kama katibu uliidhinisha pesa kwa ajili ya hawa watu kulipwa, isipokuwa kama wamejitoa, si ndio? Dhabihu hizi anatoa kipaji. Mmoja wapo ni shemeji yangu, hajasoma kwa level kufika kubwa sana, lakini Mungu amembariki akili mingi. Bwana asifiwe. Tumpigie makofi. Na yeye ametoka hapa, ameenda kwa mchungaji, ameweka wiring kule. Weka wiring vizuri kabisa. Sidhani pia kama mchungaji umemlipa, kama umetoa kitu labda nauli tu. Bwana, na pikipiki ile ukilambisha lita moja mafuta ilazo na kurudi inatosha sana. Bwana asifiwe. Anafanya dhabihu, mpigieni makofi na yeye. Kwa sasa ukiwa pia na kipaji usikibanie. Kuna wakati fulani nilisikia habari hapa ndani, niliumia sana. Kuna mtu anajua kupiga sana gitaa solo, lakini amekaa tu huko. Kwa kuwa sisi tuko hali ya chini, vyombo vyetu sometimes vinatoa kikohozi. Umetoka matawi ya juu, sawa, lakini njoo mtumikie Mungu kwa kipaji chako. Kwa unazika huduma, umekaa tu huko, unajua kupiga chombo fulani, umekaa huko. Sasa wewe ni umeokoka vizuri kweli? Bwana asifiwe. Hata kama mazingira yetu ndo haya na nini, lakini tunakoelekea ni kuzuri. Baba, tutashusha vyombo vya milioni 70 hapa tukihamia kwenye lile kanisa. Na tunayozungumzaga madhabahu, haya mambo huwa yanatokea. Tulitoka kuchangishana hizi speaker milioni 1.5 na nini, lakini mpaka mwaka jana tunakusanya milioni 14. Na Mungu ni Mungu wa viwango. Kila siku tunapanda, tunaongezeka, tunafika, tunapanda juu. Tunakoelekea ni kuzuri sana. Kuwa sehemu ya ukuaji wa hili kanisa. Bwana asifiwe. Una kipaji, una elimu, una muda, watu wanajenga. Hata kama mafundi wapo wameajiriwa, wanafanya kazi na wanawalipwa, sawa, njoo beba hata tofali. Changanya nzege hiyo, wape mafundi wajenge. Shuka bondeni pale, beba mchanga, njoo ujenge. Sisi tulibeba sana mchanga wakati tunajenga, tulibeba sana mchanga hapo. Wakati mwingine tulikuwa tunaacha hadi vipindi. Wakati niko kwenye idara ya mipango na maendeleo ya kanisa na tunanunua ule uwanja kule, tulianza kununua kiwanja kidogo, tukapanua eneo mpaka likawa kubwa sana. Kuna siku ambayo hata baba sikumwambia, ananipigia simu, niko lecture. Sawa, mwaka wa 3 course ni research ya Dr. Kano, sijui kama sasa hivi yuko. Sawa, nimetoka kwa ajili ya kumfanyia Bwana. Tukanunue kokoto tupeleke kule juu. Na ile kozi mzee, yani semester nzima, baba sikumwambia, nilihudhuria madarasa 4 tu semester nzima. Nikaenda library kwa ajili ya kujisomea. Siku moja, kesho naingia kwenye mtihani, nikapiga A. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hatukuumbiwa akili mingi sana, lakini Mungu anatubariki. Sawa, Mungu anatusaidia. Kwa hiyo Mungu amekubariki katika eneo fulani. Inawezekana kwa wakati huo pia fedha hauna, basi utoe muda wako kwa Mungu, utumike. Toa muda wako, muabudu na mtumikie Mungu.
Tupo katika sifa, unapiga makofi haziifu ukimsifu sana Mungu. Kuna mwingine anayepata faida. Umemunguliwa, umeisha kabisa, yani umebaki asilimia ya mwisho kabisa kuisha kiroho wewe. Huwezi kujua unavyokuwa unamfanyia Mungu ibada yako mambo yanatokea. Bwana asifiwe. There is no boss in this church. Mchungaji ndio ametupa kutuongoza, lakini hata yeye sio boss. Boss ni Mungu peke yake. Boss ni Mungu peke yake. Bwana asifiwe. Na kama unafanya jambo ili mchungaji aone, utamsababisha hata huyu mzee afe mapema. Uliza Musa kilichomkuta. Wana wa Israeli wanamlilia Musa. Hawamuelewi Mungu, anamtaka tu Musa. Musa hakuiona Kanaani. Bwana asifiwe. Hakuiona, unasababisha mzee afe mapema. Wewe jielekeze kwa Mungu tu. Na sikiliza unachoambiwa na kuelekeza, ukifanye ili Mungu aweze kukubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hata wakati tunavyokuwa tupia tunasema leo Jumapili ninatoka hapa ninaenda kufanya ibada. Unatoa dhabihu ya sifa, unamsifu Mungu. Unatoa dhabihu ya mwili, unacheza vizuri. Sasa upo tu mwana, upo hivi tu. Upo tu. Sawa. Inawezekana pia miondoko ya mwanadamu mmoja na mwingine inatofautiana. Si ndio jamani? Kwa namna moja au nyingine. Lakini facial expression hata ionyeshe kwamba unamsifu Mungu. Upo ndani ya ibada, you give yourself unnecessary reasons ya kutoka nje. Kutoka nje huko umetumiwa message na njumbe za ajabu unasoma, umeharibu ibada tayari. Kwa nini usiingie ndani uweke hata flight mode, mfanyie Bwana ibada afu kutoka hapo urudi maisha afanye nini? Yaweze kuendelea. Tujitahidi na tuwe na nidhamu tunavyokuwa ndani ya ibada, kwa sababu pia hii ni moja hapo ya dhabihu kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunashangaa pia kanisa washirika ambao wanaweza kuwa ni 300+ tunakosa mpiga solo. Sasa yuko mtu ambaye anasema pia awekeze muda wake ajifunze kwa ajili ya kumfanyia Bwana ibada hapa. Kwa kweli ni vizuri kuwa na vyombo ambavyo vimekamilika na vinapigwa vizuri. Tunamsifu Mungu vizuri. Jumapili hii anaweza kawepo mpiga solo, asipokuwepo na hilo gitaa liweze likatumika. Hata kama hatuna, Mungu atatupa, tunanunua. Ipo hapo. Sasa kuna mtu ambaye anaweza kuibuka hapa na kusema kwamba ajifunze. Na unajua unaweza ukaishi Dodoma kwa muda mrefu. Kwa sababu pia ni ukweli kwamba wanafunzi wapo wanaishi miaka 3 wanaondoka, kama hicho kitu anacho ataondoka. Anayesoma uuguzi tiba atakaa miaka 4 ataondoka. Anayesoma medical doctor tiba atakaa miaka 5 anaondoka. Lakini kanisa lipo, lilikuwepo kabla hajaja na litakuwepo baada ya yeye kuondoka. Lazima tuwe na kitu cha muda mrefu hapa, linaweza likakuingia akilini hilo ukajifunze kitu. Simpigie makofi hata kanisa hivi anapiga kamera na ni mshirika moja kwa moja hapa anafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa usiulize yeye neno la Mungu anaandika wapi wewe. Bwana asifiwe. Lakini tunataka vitu kama hivyo. Mungu anataka tutumie elimu. Kuna mambo katika kanisa tunayoyafanya bila watu wa elimu mchungaji hayawezi kwenda. Sawa. Kwa hiyo Mungu anatuhitaji sisi wote, hata kama umesoma au hujasoma. Na ukitakiwa pia kusoma na uende juu zaidi, soma zaidi. Kuna mambo yatakamilika kwa sababu tu unafanya nini? Una elimu. Mchungaji yupo chuoni anasoma pale, nondo mnazozushiwa zile acha kabisa. Watu wamesoma, wanaelewa vitu. Sasa tuweze kuijua shule ya Mungu pia lazima patikane instructor ambayo anayajua mambo ya nini? Ya Mungu. Kwa sababu Biblia tunavyosoma kuna mambo mengine hayajaandikwa. Tunahitaji tuelewe kwa kutumia sources zingine. Tunaweza tukakaa pia hata tukasoma kitabu mfano kama cha Korinto wa kwanza, tukaelewa na tuambia nini na nini na vitu kama hivyo. Lakini ukiingia ndani, lile kanisa la Korinto lilikuwa balaa. Sawa? Mtu anamchukua mke wa baba yake. Na kanisa linapongeza hicho kitendo. Ila si kitu ambacho huwezi kukikuta kwenye Biblia. Baba wewe umesoma, umeenda chuo pale. Sawa. Ule mji wa Korinto kulikuwa na hekalu. Wafanyabiashara wanaotoka sehemu mbalimbali wanakuja pale kwa ajili ya zinaa. Yaani hilo hekalu sio hekalu kwa maana ibada ya Mungu inafanyika. Watu wanaojiuza wako pale. Wafanyabiashara wakubwa na wenye pesa walikuwa wanaingia hapo kwa ajili ya kupata hizo raha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ni vitu ambavyo uweze ukakikuta katika Biblia imefanya nini? Imeandikwa. Kwa hiyo sasa tuweze kuelewa na tuelewe Biblia vizuri. Wanahitajika watu wasome wa kuichambua na kutuambia ili swala liko namna hii tuweze kuielewa Biblia kiundani zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Na ashukuriwe Mungu pia hata tuna Sunday school hapa inaendelea. Mkurugenzi wa idara, kaza. Sawa. Na ikiwezekana sasa hivi pia watu waanze mpate semina, walimu kufanya nini, watu wainuliwe waelewe pia neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pia Mungu elimu yako mpendwa anahitaji. Mshawi kufikiria hata siku moja watu hata wanaosoma tiba, MD au nursing, sawa? Kanisa likaamua pia liangalie tu vifaa taratibu vidogo vidogo na nini na vitu kama hivyo. Twendeni mtaani, sawa? Tukafanye health outreach. Yaani kwa magonjwa haya madogo madogo tupime, tufanye nini, tutoe na recommendation na nini na vitu kama hivyo. Mshawi kufikiria kuwaza elimu yako itumie kulifaidisha kanisa? Na ukishaenda kule hauna haja ya kusimama na kuweka maspika kama mchungaji Mawanga kuhubiri injili. Hapana. Kile unachokifanya tu mtu atauliza, hiki kitu watu hawa wametoka katika kanisa gani? Tayari picha nzuri ya kanisa mnaipeleka nje. Sasa unashangaa tutatumia muda mwingi kuhubiri na nini na vitu kama hivyo. Kumbe kupitia njia hii utashangaa watu watakuja tu kanisani. Wataongezeka tu kwa sababu ya moyo mzuri na mwema ambao umefanya nini? Mmeuonyesha. Sasa sio tunakaa kuabudu na kufanya nini? Fikiria out the box. Elimu yako ulio nayo, kipaji ulicho nacho, unaweza ukakitumia namna gani kwa ajili ya manufaa ya nani? Ya Mungu. Kuletwa Dodoma pia si kwa bahati mbaya. Sadaka ya pili leo, sadaka ya fungu la 10. Geukia jirani yako mwambie, muulize hivi, fungu la 10 unatoa hapa au unatuma kwa mchungaji wako? Muulize tu. Kwa wewe usiyeuliza wewe ndo unatuma huko sasa. Bwana asifiwe. Sadaka ya fungu la 10. Kitabu cha Malaki 3:8 mpaka 12. Mchungaji naomba tusome hapo. Ndio. Mnaniibia mimi, naam taifa hili lote. Mstari wa 10, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Ishia tu hapo mchungaji. Na huo ndo ulikuwa msingi kabisa wa hapo kwenye mstari wa 10, leteni zaka kamili, kiwepo chakula cha kutosha ghalani mwangu, nyumbani mwangu, hekaluni mwangu, kanisani mwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunavyozungumza sadaka ya fungu la 10 kama ambao tumezungumza jana ni sehemu ile ya 10. Lakini ukweli ambao kwa namna moja nyingine unaweza pia ukapata tabu kuuelewa. Biblia sisi inatuelekeza na tutoe sehemu ya 10 ya vitu ambavyo sisi tumebarikiwa. Si ndio? Lakini hakuna dhambi pia kutoa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna dhambi kutoa zaidi. Kwamba ukatoa 20% au ukasema nitatoa 50% alafu uwe umefanya dhambi. Halipo hilo swala. Lakini sasa kwa kuona na kunani hivyo, Mungu sisi anatutaka sehemu ya ngapi? Ya 10 tu. Ya 10 tu. Na ni kitu ambacho unaweza usitembee, usifanikiwe na usiinuke katika maisha yako. Achana na sadaka zingine zote ambazo tumezungumza. Ili sadaka ya fungu la 10. Hili sio ombi. Hili sio swala la ushawishi. Ni swala la lazima na ni takwa la madhabahu. Ni heri ukaja fungu la 10 sadaka ya upendo pengine imeisha usiwe nayo. Toa fungu la 10, lakini sikwambii pia sadaka ya upendo usitoe. Na huwa pia tunaharibu sana tunapokuwa tumetoa fungu la 10 unasema ibada umeimaliza. Sadaka ya upendo toa vile vile. Kwa sababu si nilikuwepo hapa tulikuwa tunaona. Mungu atusaidie pia tubadilike katika nini? Katika hilo eneo. Tunavyozungumza sadaka fungu la 10, kwa nini tunatoa fungu la 10 au zaka? Sababu ya kwanza, zaka ni agizo. Zaka ni agizo. Torati 14:22, mchungaji naomba tusome. Mstari wa 22. Kumbukumbu la Torati 14 mstari wa 22. Zaka ni agizo. Biblia inasema usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako. Hapo maongeo yote ya mbegu zako.
ina maana kile ulichokitoa baada ya kuweka nini? Mbegu. Sasa hatuzungumzi mazao tu. Hii ilikuwa inatumika na ni Agano la Kale tunalisoma hii. Lakini sasa hivi tunaelewa vile vitu ambavyo unavipata. Umepata mshahara, unatoa sehemu ya 10. Si ndio? Umepata kitu fulani, unatoa sehemu ya 10. Kwa hiyo zaka ni agizo. Sababu ya pili kwa nini tunatoa zaka, zaka ni takwa la lazima la kimadhabahu. Mwanzo 8:20 mpaka 21 tusisome. Mwanzo 8:20 mpaka 21, ila ni takwa la kimadhabahu. Katibu alisimama hapa aliutangazia. Tutoe zaka. Kama mtu utoi zaka, kuna viwango katika maisha huwezi kuvifikia. Sababu nyingine, ili kuwepo chakula cha kutosha nyumbani mwa Bwana, kama tulivyosoma kwenye kitabu cha nini? Cha Malaki hapo kuanzia hiyo sura ya 3 kuanzia mstari wa 10 hapo. Ili kiwepo chakula cha kutosha nyumbani mwa Bwana. Sababu nyingine kwa nini tunatoa zaka ni kuonyesha utii wetu kwa Mungu. Kama Mungu ametoa agizo, kwa kufanya kile kitendo unamtii Mungu. Unakubali kile ambacho amekisema. Ina maana kama mtu utoi zaka au utoi fungu la 10, haumtii Mungu. Hizo ni sababu ambazo zinatufanya tuweze kutoa fungu la 10. Sheria ya fungu la 10, kuna sheria zake pia. Hapa naomba tusikilizane vizuri sana. Kuna sheria ya fungu la 10. Sheria ya kwanza, zaka haikopwi. Zaka haikopwi. Kuna viumbe vya ajabu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Umepata fedha, unasema enewe, ngoja nilindikize hii ya mwezi huu, nitaitoa mwezi ujao. Zaka haikopwi. Unatoa vitu 90 au 9 ambavyo vimebaki, unasema nimeona gauni nzuri Mungu, nitakutolea baadaye. Unaikopa, unasema nitairudisha kwenye sehemu ambayo nimeitoa. Unaenda kununua kitu. Zaka haikopwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na zaka hailiwi. Sasa niwape ushuhuda mmoja. Wakati tukiwa kanisa pale la chini, wakati mimi ninasoma, na kuna discussion ambazo kiukweli mtu anakuwa elewi neno la Mungu vizuri, ambazo zilikuwa zinaendelea, sijui kama sasa hivi zinaendelea. Mtu anasema nitautoleaje zaka mkopo? Fungu la 10 nitautolea, yani bumu nilitolee zaka. Nitatoleaje hapa? Kiuchumi iko hivi. Ukienda kwa kampuni ya Gresheni, ukasema akukopeshe fedha, ikishakuwa kwako kiuchumi, ukipewa ile ni miliki yako. Sawa? Maamuzi yapo juu yako. Na kama Mungu pia ameweza kusoften njia za mpaka wewe ukapata huo mkopo na umepata hilo bumu, linavyokuwa kwako ni cha kwako. Kwa hiyo hicho kitu lazima ukitolee fungu la nini? Fungu la 10. Uchumi ndio unavyozungumza hivyo. Unakipangia wewe matumizi. Sasa kama vingine ambavyo unaweza ukavipangia matumizi, hii kinacho lazima ukitolee fungu la nini? Fungu la 10. Kama hiyo elimu ilikuwa inapita kwako, kwa wewe unayepata bumu na mkopo, badilika kuanzia leo. Ile fedha ni ya kwako. Bwana asifiwe. Na hata ukiajiriwa pia bado utatolea fungu la 10. Mtu unasema mbona nikiajiriwa watakuwa wananikata, kwa hiyo mimi hii inanisaidia ili nje nipate mshahara baadaye. Huo mshahara ndio nitakuwa nautolea fungu la 10. Hapana, si sahihi. Ya pili, ukibarikiwa na vitu, wanyama, fedha, toa kwanza fungu la 10. Sasa tunajifunza hapa kumbe fungu la 10 sio fedha tu. Umebarikiwa wanyama, umefuga mpaka imefika wakati fulani 10. Toa kimoja, leta. Lakini nimesema msilete mbwa ambazo zimechoka na paka. Fedha toa kwanza fungu la nini? La 10. Sheria ya 3, zaka haitakiwi kucheleweshwa. Kwa sababu ukichelewesha utasababisha vitu vya kanisani vichelewe. Sawa? Lakini pia hata mambo yako binafsi uwe na uhakika yatasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hata sasa hivi najua tunalipa namba Damerishas, si ndio? Tunalipa namba? Tunalipa namba. Ukiona unapata wakati mgumu wa kutoa fungu la 10, umepata pesa Jumatatu,
Kufika Jumapili unaona kuna wasiwasi kabisa, mitaa nayopita pizza zinavyonukia, nitaila hii fedha, nitaila. Rusha haraka sana, mwambie muanzini nimetoa fungu langu la 10. Zaka haicheleweshi jamani, zaka ina majaribu sana, ina majaribu kupita maelezo. Mimi wakati ninapata bumu, sawa, kuna siku moja nilitaka mchungaji anionee huruma, sijui kama anakumbuka. Na hapa nataka niwaambie sasa mchungaji wetu alivyo, kwa sababu uhakika nilionao kuna baadhi ya sehemu hamfahamu. Bwana Yesu asiwe sana. Nikatoa ile 52,000, nilikuwa napokea 520,000. Sawa, nikapokea ile 52,000 tukiwa kanisani pale chini, nikamfuata. Ile nimeweka pesa kwenye bahasha, sawa? Lakini ninaingangania sana, simpi mchungaji. Sababu ambazo nilikuwa nimestate, nilikuwa naishi pia na mtumishi wa Mungu ambaye pia alikuwa ni mshirika wa hapa DCC, lakini hakuwa na mkopo. Kiukweli mazingira yake pia hayakuwa mazuri. Kwa hiyo sasa Mungu pia alinipa mzigo niweze pia kumsaidia yule mtu. Kwa hiyo tukununua chakula, tunanunua pamoja. Tukifanya kitu fulani hivyo, sadaka unaomba, unafanya nini na vitu kama hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baada ya hapo, hizo sababu nimeenda kuzistate kwa mchungaji. Unajua bwana, mimi kuna huyu mtu naishi naye na nini na vitu kama hivyo. Kimepanda kimeshuka. Baada ya hapo mchungaji kasema basi sawa, ngoja tu nikuombee, alafu hivi. Kweli akachukua ile zaka, akaniombea, akanipa, nikarudi nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baada ya kukua kuelewa na kuelewa haya mazingira, baba natubu baba. Natubu baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kiwango alichonacho huyu mzee, yeye Mungu ndo amemweka mbele kwanza. Kama ushawahi kujidanganya hata siku moja kusema kwamba ulivyo navyo yeye anavimezea mate, haiko hivyo. Kwa sababu ili ni mimi niweze kubarikiwa na laana isinipate ya Mungu. Tutaona matatizo mtu ambaye anaweza kuyapata kwa kutoa fungu la 10. Unabidi uitoe. Hata uwe na matumizi kwa namna gani vipi, fungu la kwanza ulitenge kwanza kabla ya matumizi yako yoyote. Litenge tuma. Kama una uwezo wa kumeni, njoo hapa Jumapili, toa na uitoe kwa ukamilifu. Bwana asifiwe. Sijui sasa hivi mtakuwa mmeongezewa. Kama unapokea 600,000, CRDB makato ni mengi kidogo, si ndio? Utatoa sijui 520,000. Tolea fungu la 10 pesa ulioingiziwa. Tunasema ile gross, sio ulioitoa. Kwa sababu hata ilivyoingia ile ilikuwa pia bado ni miliki yako. Bwana asifiwe. Wangapi wamepona katika hilo eneo? Hata wanaolipwa mishahara serikalini, sawa, anatoa sehemu, baada ya kutoa fedha ndo anaitengea fungu la 10. Fungu la 10 kile ulichokipata cha juu kabisa. Hata kama makato yamekata, yamefanya nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa umegundua huwa unatoa fungu la 10 lisilo kamili. Nyosha mkono. Hauwezi ukanyoosha. Hauwezi ukanyoosha. Sasa Mungu atusaidie tuelewe. Kwa hiyo fungu la 10 tunalipa kipaumbele kwanza. Kile unachokipata kabisa unakitenga kabisa, unafanya nini? Unakitoa. Lakini kitu kingine, usimkopeshe mtu fungu la 10. Tulisema fungu la 10 alikopi wewe kujikopesha wewe mwenyewe, lakini usimkopeshe mtu fungu la 10. Kama una fedha za ziada na vitu vya ziada ndio unaweza ukampa na ukumkopesha mtu. Lakini fungu la 10 jamani halikopeshi. Bwana asifiwe. Dada time nikija na hiyo ndio ulionayo tu, sema sina. Lile lije hapa wapi? Madhabahuni. Sasa utamkopesha mtu, alafu mwisho wa siku halilipwi. Utabaki unanungunika. Sawa? Fungu la 10 haujatoa, na yule mtu utaanza kumtamkia matamko magumu. Kama ni binti aolewe hata na mwanaume mwenye jicho moja, utaanza kumtamkia maneno magumu. Halikopeshwi. Fungu la 10 halikopeshwi. Sawa? Fungu la 10 pia sio la kufanya sio la kufanya matendo ya huruma. Kasema mwezi huu mimi sitotoa fungu la 10. Nitaenda gerezani au nitaenda kwa watu wenye uhitaji na wapelekea. Jamani, fungu la 10 utawapa watu wale kitu ambacho Mungu atawapiga. Sawa? Tumezungumza sadaka ya wajane na nini? Na yatima. Jana wana sadaka yao. Kwa hiyo sasa hapa hakuna hekima, hakuna huruma, hakuna chochote. Fungu la 10 unaleta wapi? Hapa. Na fungu la 10 jana tulizungumza pia linatolewa kwenye madhabahu unayoiabudu.
pamoja mimi huku namsaidia kazi kwa namna moja au nyingine, lakini kiroho mimi ninalishwa kule Dar es Salaam. Situmagi fungu la 10 huku, Melishazi hajawahi kuona fungu langu la 10 wala mchungaji hajawahi kuona fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wako watu ambao wanaabudu hapa wanatoa fungu la 10 huko kwingine. Mungu hapendi hivyo, na utamfanya mchungaji yale kitu ambacho hastahili. Utamfanya mchungaji yale kitu ambacho sio halali. Urishwi kiroho kule wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni sawasawa na wewe ambaye unafanya kazi mwanajeshi, unataka ulipwe na idara nyingine ya kipolisi. Unafanya kazi mwalimu, unataka ulipwe na idara ambayo inashughulikia na mambo ya nini? Ya madaktari. Kitu ambacho si sahihi. Sasa mchungaji wa namna hiyo pia hata wewe unaweza ukamsaidia. Yaani pamoja na kupenda sana DCC, pamoja na kumpenda sana mchungaji mimi, lakini fungu la 10 situmi huku. Kwa hiyo na wewe wakati huu una nafasi hapa, miaka 3, 4, 5, fungu la 10 mpendwa unalitoa hapa. Usikosee, hiyo ni kanuni na sheria na ni simple tu. Kama unamhurumia nini na vitu hivyo, una pesa yako ya ziada, unaweza pia hata ukamsaidia mchungaji wako kwa namna hiyo kwa hali nyingine, lakini fungu la 10 linatolewa hapa. Kama ulishawahi kufanya hivyo, utubu. Haukufanya kitu ambacho sio sahihi. Yaani ni sawasawa na mtu ambaye anakula kitu cha wizi. Wizi ni dhambi, lakini imerahisishwa tu. Lakini ukitaka kunyooka, hicho ni kitu cha wizi. Umepoka mali au halali ya mtu mwingine, wewe umechukua kwa ajili ya kujinufaisha wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa inawezekana unampenda sana, mafundisho mengi yanafanya nini? Na kitu ambacho kinatusumbua sana sasa hivi, hata nilikuwa najadili na mchungaji Maganga usiku, tumekuwa na mafundisho na walimu wengi sana hapa duniani. Sawa? Muda mwingine hata ibadani unaweza ukawahi kutoka, mwenzako anakuuliza, "Vipi mbona una haraka?" Na muwai dadi yangu, ibada inaanza, anakimbia atulie, aingie mtandaoni afuatilie ibada. Sasa wanapata watu mafundisho potofu. Yanawapoteza kutoka kwenye reli ya Mungu. Yanakufanya usithamini hata mahali ambako unaabudu. Mwisho wa siku unapotea. Walimu wengi wameharibu sana kizazi cha sasa hivi. Kuanzia leo jua na ufahamu, na inawezekana unajua na kusisitiza, fungu la 10 linatolewa mahali ambako wewe unafanya nini? Unaabudu. Hata nikitoka hapa, nikakaa mwezi mzima hapa mimi Dodoma, sawa? Kwa kuwa mwezi mzima wote nimehudumiwa hapa, na mshahara ukatoka ukanikutia hapa, fungu la 10 nitatoa hapa. Au nimefanya mambo, nimekuja kufanikiwa nikiwa katika haya mazingira na nani hapa, fungu la 10 nitatoa hapa. Na mchungaji kule nitamjulisha, na anajua na anaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, tusikosee. Kwa moyo wa unyenyekevu kabisa, tusikosee kwenye hilo eneo. Tuangalie matatizo anaweza kupata mtu kwa kutokutoa fungu la 10 au zaka. Bwana Yesu asifiwe. Ni pointi ngumu kidogo, lakini naomba uzielewe. Na zina lugha ngumu kidogo, lakini naomba uzielewe. Tatizo la kwanza mtu ambaye anaweza kulipata kwa kutoa fungu la 10, Bwana atakupaka mavi usoni. Malaki 2:1-3. Tusome hapo. I didn't create my own words just to speak in front of you, but it is the word of God. 1-3. Biblia inasema, "Na sasa enyi makuhani, amri hii yawahusu ninyi. Kama hamtaki kusikia na kama hamtaki kuitia moyoni ili kulitukuza jina langu, asema Bwana wa majeshi, basi nitawapelekeeni laana, nami nitazilaani baraka zenu. Naam, nimekwisha kuzilani, kwa sababu hamyatii haya moyoni. Angalieni, nitaikemea mbegu kwa ajili yenu, nami nitakupaka nyuso zenu mavi, naam, mavi ya sadaka zenu, nanyi mtaondolewa pamoja nayo." Na asifiwe. Ulipata wasiwasi ukasema Walesha ameleta neno jipya,
Sawa. Sasa naomba tutulie hapo kidogo. Ni kitabu cha mwisho kwenye vitabu vya Agano la Kale. Maana ukimaliza Malaki unaanza nini? Mathayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anavyozungumza haya maneno, na kwa kipindi hicho alikuwa anazungumza na makuhani, wameweza kutajwa hapo. Sasa kuhani ni nani kwa kipindi kile? Sawa? Kuhani ni mtu ambaye alikuwa ni kiongozi wa kiroho wakati huo, ambaye anasimama kwa niaba ya washirika wengine wote. Tunafahamu, tunajua, sawa? Na zamani ilikuwa pia hata kama tumekosea Mungu, tumefanya nini? Tunaenda kuomba msamaha kwa mwaka mara moja, na anayeweza kuomba msamaha alikuwa ni kuhani, anaomba msamaha kwa niaba yetu sisi sote. Tunakaa mahali, tunamfunga kamba, yuko mahali fulani, anazungumza na Mungu. Sawa? Akitoka akiwa hai, msamaha wetu umekubalika. Akifa huko, jambo halijafanikiwa. Ndicho kinachozungumzwa hapa. Kwa hiyo sasa kuhani alikuwa anasimama kwa niaba ya hao wengine wote. Kwa hiyo sasa pengine huyu pia alikuwa anakusanya hata sadaka za wao wengine wote, anazileta, anazipeleka kwa nani? Kwa Mungu. Lakini ulimwengu tulionao sasa na Agano Jipya hili tulilonalo, hatuwezi tukasoma na kuelewa hivi. Twende tukasome kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5. Tuelewe kitu fulani hapa. Tasoma. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejenga mwe nyumba ya roho nyumba ya roho ya herufi kubwa, kwa maana ya Roho Mtakatifu. Ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Sasa sadaka mojawapo ambayo inazungumziwa hapa, ambazo tumezigusia, ni dhabihu. Haijazungumzwa moja kwa moja fungu la nini? Fungu la 10. Lakini pointi yangu kubwa hapa ipo kwenye eneo la ukuhani takatifu. Sawa? Na tulivyobadilishwa na Yesu alivyoshuka hapa duniani na mambo yote yakabadilika, ukuhani kwa maana pia uko juu ya mabegani kwetu. Sasa badala ya sasa hivi mtu mmoja kusimama kwa niaba yetu, wote tumepewa ruhusa ya kumwendea Mungu kwa binafsi. Sawa? Ndio maana sasa hivi hatumuoni mchungaji Mabula anaweza kusimama kutuombea msamaha kwa Mungu kwa mwaka mara moja. Umemkosea Mungu mahali popote, uko ujasi, unakula, uko domu, uko kanisani, upo wapi, unamwomba Mungu, unafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hata sasa hivi sadaka ambavyo tunatoa sio kama zamani, tunaweza tukazikusanya, mmoja akaziwasilisha kwa Mungu. Ndio maana fungu la 10 unapita hapa mbele. Sadaka ya upendo unapita hapa mbele. Ni wewe, yani ni personal. Kwa hiyo ukuhani wa nyuma ulikuwa hivyo, lakini ukuhani wa sasa hivi uko juu ya mabega yetu, ambao mtu mmoja anaruhusiwa kumwendea nani? Kumwendea Mungu moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa tukirudi katika muktadha wa somo letu, usipotoa fungu la 10, wewe ambaye sasa hivi umeruhusiwa, Mungu uso wako ataupaka mavi. Kuna ofisi ya kuomba kazi unaenda, utapewa kwa uso kuonekana hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kijana, kuna binti yoyote utasema umuoe kwa kuonekana hivyo wakukubali? Kwa sababu tunajua kimbilio ya hicho kitu ni nzi na wadudu fulani, mafokonyo yale. Sasa tunazungumza haya maneno sio ya kuchekesha, ni maneno ambayo yanatokea, na uende tusione sura ya hivyo vitu umepakwa usoni, lakini mambo yako hayaendi, mambo yamekwama, unakataliwa kila mahali, kila unachogusa hakifanikiwi, unaanzisha biashara haisongi mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka mzima mpaka unaisha, binti umepigwa chini na wakaka 5 na mmefika level mpaka pengine hata kwa mchungaji mmefika, lakini hayo mambo hayaendi tena. Chunguza kuna wapi umekosea. Fungu la 10 umetoa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine tunaweza tukalaumu, muda umeniacha, serikali aniangalie, sijui na nini na vitu kama hivyo. Chunguza kuna kitu gani ambacho kijenda sawa sawa. Tatizo la pili mtu ambaye anaweza kulipata, Mungu anaondoa ulinzi katika maisha yako. Kama yanaweza kutokea mabaya, ina maana ulinzi wa Mungu kwako haupo. Ulinzi wa Mungu kwako haupo mpendwa, haupo, kwa kutokutoa fungu la 10.
Tatizo la tatu, utapata fedha lakini hazitakaa. Kitabu cha Hagai sura ya 1:5-6. Utapata fedha lakini hazitakaa. Hagai 1:5-6. Inasema basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka. Bwana Yesu asifiwe sana. Utapata vitu lakini havitakaa, kwa sababu ya kutokutoa nini? Fungu la 10. Unashangaa fedha nyingi zinatumika tu kutibu magonjwa, shida nyumbani kwa ndugu haziishi, unatuma tu kule kwa 50,000 ambao hujatoa, kwa 100,000, kwa milioni 2 ambazo hujazitoa mezani kwa Bwana. Utakuwa na mke wako, utakuwa na mume wako, magonjwa hayatakoma. Utatumia tu fedha hata zaidi ya zile ambazo utakiwa uzilete wapi? Kwa Mungu. Tumeona maandiko hapa. Sawa? Na utapata mshahara lakini mshahara utaingia kwenye mfuko ufanya nini? Uliotoboka. Mfuko uliotoboka kwa maana utaingiza fedha itapita moja kwa moja. Hautoifaidi kwenye maisha yako. Hutofanyia vitu. Kwa hiyo pia tunavyokuwa tunatoa fungu la 10, Mungu anatusaidia hata vile vidogo ambavyo tunapata vinakaa. Unashangaa kwa nini mtu anapata mshahara mkubwa, ana biashara na nini na vitu kama hivyo, lakini uone akiinuka katika maeneo ambayo ni presentable. Lakini huyu mtu ambaye anapata kitu kidogo, anafanya vitu ambavyo ni tangible, Mungu anamsaidia na anakuza kile hata kinachobaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kitu kingine, utawekeza fedha nyingi lakini utapata faida kidogo. Hapa ndipo ambapo utaanzisha biashara lakini faida utaiona ni ndogo. Utaanzisha kampuni, utaona faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya mwisho, utaoa mke lakini hutolala naye. Katika mazingira ya Agano la Kale, na haya mambo walikuwa wanazungumza wazi wazi. Bwana asifiwe sana. Msiinamishe vichwa, nisikilizeni mnielewe. Yaani mimi niliyehubiri ndio nitakiwa nione aibu, sio wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mazingira haya ambayo tunazungumza, lakini ni kitu ambacho pengine kungekuwepo hata semina ya ndoa, lakini hili ni zao la mtu kutoa fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Yatakuwepo mazingira ambayo maana ya kuwepo kwa ndoa itapotea. Maana ya kuwepo kwa ndoa itafanya nini? Itapotea. Torati 28:30. Na wapendwa, mmevumilia sana, somo ni refu kwa kweli. Mungu awabariki. Utakosa mke na mume mwingine atalala naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wewe tusiendelee sana. Naomba niishie hapo hapo. Tusubiri hekima za baba za mchungaji. Lakini huo ni ukweli. Soma hiyo Kumbukumbu la Torati 28, soma vizuri. Nenda kasome vizuri. Mimi nimegusa tu huo mstari kidogo. Wewe una tabia ya kurudia kimhubiri alichohubiri ili pia upate hata kunikosoa hiki alichokizungua sio sawa, au uelewe zaidi na nini na vitu kama hivyo. Ukirudi upopote pale unapoishi, rudia. Hata kama sio leo, kesho rudia. Kuna kitu kingine pia kinaongezeka zaidi. Tuangalie sadaka ya heshima na tuende tukamalize. Sadaka ya heshima. Hii ndio itakuwa sadaka ya mwisho, na mjipigie makofi kwa kweli jamani, mmevumilia sana. Jipigieni makofi, haujipendi wewe mwenyewe Na somo hili ni semina ya wiki nzima ambayo inatakiwa kufundishwa, lakini kwa sababu tulipata nafasi ya siku 2, tukabidi kwa sababu vitu vyote ni vya muhimu na vya msingi sana. Na iko hatua nyingine Mungu anataka kutupa baada ya kumaliza ili somo. Sadaka ya heshima. Lengo la sadaka hii ni kutambua uwepo wa watu hawa. Unatoa sadaka kwa kutambua tu uwepo wa rais. Unatambua uwepo wa wazazi, sadaka ya heshima. Unatambua uwepo wa mchungaji, sadaka ya heshima.
unatambua uwepo wa mfalme. Kuna nchi ambazo zinaongozwa kwa kifalme, lakini kubwa zaidi unatambua uwepo wa Mungu. Hii inataka kufanana kidogo na dhabihu, lakini hii inagusa maeneo mengi. Dhabihu yenyewe ni kwa ajili ya maendeleo ya nini? Ya kanisa, kujenga ufalme wa Mungu, lakini hii inagusa maeneo mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukianza kugusa wazazi kwa namna vile ambavyo Mungu amewatumia na wewe ukawepo duniani, hawa huwa wanastahili sadaka ya heshima. Hapa sasa sizungumzii mchungaji, nazungumzia wazazi waliokuzaa au waliokulea toka utotoni mwako. Pengine bahati mbaya wazazi wako Mungu aliwachukua, ukalelewa katika mikono ya walezi, aidha wamekufanyia vibaya au wamekufanyia vizuri. Wazazi wako waliokuzaa na mpaka sasa hivi umefika hapa, ni mtu mzima, unajitambua, hawa wanastahili kutolewa sadaka ya heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio inafikaga level watu wengine wanaamua kujengea nyumba wazazi, anaamua wazazi kuwanunulia gari, anaamua wazazi kuanzishia kampuni wamiliki wao, anaamua wazazi kuanzishia biashara iendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wazazi ni watu muhimu, aidha ameokoka au hajaokoka, lakini kwa yeye tu kuitwa mzazi inapasa umheshimu. Biblia inatuambia mheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anavyozungumza waheshimu baba yako na mama yako, hajasema waheshimu baba yako na mama yako aliyeokoka. Amesema tu waheshimu baba yako na nini? Na mama yako. Wewe kuwa na business na Mungu na kuwa katika mazingira ya kiroho, lakini wao kwa kitendo cha kuwa wazazi tu inabidi uwaheshimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sizungumzi hivi msimuheshimu mchungaji, kwa sababu pia kuna heshima zingine tunazozitoa pia ni za kinafiki sana, ambazo kwa wazazi wetu hatuzitoi. Utampigia magoti mchungaji hapa, kwa wazazi wako haupigi magoti. Bwana Yesu asifiwe sana. Utampelekea mchungaji Mabula chakula, utampakulia aweze kula. Ukirudi nyumbani kwenu, baba utamwambia chakula kiko mezani. Hiyo ni tabia mbaya. Kwa wakike na wakiume tubadilike. Tunategemea tunapata msingi mzuri kule, ndio tunakuja kuapply huku. Ndio maana wengi pia wanaoigiza haya maisha, hata wakiolewa, wakioa, zile heshima kwa wenza wao hawazifanyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Shemeji yangu yuko hapa, lakini samani mke wangu mimi ananifahamu. Bwana asifiwe. Usije ukanifanyia mimi unafiki hata siku moja. Ninachokiona kwa watu wengine au ninachoweza kukiona ndani, ndicho ukifanye huko nje. Bwana asifiwe. Sasa haiwezekani hivyo, tunatengeneza kizazi cha uharibifu. Heshima za kupretend. Na itakufanya usiingie hata kwenye maombi na kusema Mungu ninahitaji mtu fulani anayefanana hivi. Unaona, kwa sababu ya heshima hii ambayo ina nani hapa, unasema huyu si ndio mke sasa. Sawa? Vijana wa siku hizo wanasema huyu wa kumuweka ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hapa hiko tabia ya kuigiza, sio tabia halisia. Akirudi nyumbani tabia yake ni ya tofauti kabisa. Na bahati mbaya sana watu wengi walioko ndani ya kanisa wanaishi wanaoperate maisha yao kwa tabia ya ujumla, wanaigiza. Lakini ukienda personally, mtu ameharibika. Kanisa letu hili la TAG pale da, yuko binti wa mzee wa kanisa na yuko kijana wa watu ambao wanaabudu kwenye hilo kanisa. Kijana alifika level ya kuoa na wazazi wakawa wanamshinikiza sana ili aoe. Sio story ya kutunga na sio limetokea wapi, ni kanisa letu sisi la TAG. Baada ya hapo kupata shinikizo kubwa sana kutoka kwa wazazi, kijana akasema ngoja nifanye nini? Nioe. Tunamuona ni mtu safi. Anakuja, piga vyombo, anaimba praise, anafanya nini, anahudumu kanisani. Hivyo ukimwangalia anavyoimba na anavyoshuka na nini, si Yesu huyu hapa. Na utatamani hata project yako uliyoanzisha usifanye tena. Unaona kabisa sasa hivi tayari mbingu zimeshuka na unyakuo unatokea. Wakaoa. Sasa ni watu wazima waliooa, na pia wanaweza kunielewa zaidi.
wakapata nafasi, wakaenda honeymoon, wakakaa siku 3, wakarudi nyumbani, lakini hakuna jambo lolote ambalo limefanyika. Walivyokuwa wamerudi nyumbani, yule binti kabidi afungashe virago vyake vyote, akarudi nyumbani kwao kwa wazazi, akaenda chumbani akajifungia siku 3, analia, ni kilio na kusaga meno. Baadaye wanakuja kupata nafasi na kufungua, wanaingia ndani, wanamuuliza ni nini, kwa nini? Na ni siku ya 6 toka mfunge ndoa, hata wiki haijaisha, umerudi nyumbani na mabegi. Ni nini ambacho kimetokea? Anakuja kupata utulivu na amani ya moyo, anakuja kuwaambia wazazi. Binti analia toka wameingia kwenye ndoa, kile ambacho kinatakiwa kifanyike ili ndoa iwe na maana hakikufanyika. Na baada ya kuuliza sana mme wake vipi, ikafika level mme wake akaamua kufunguka, akamwambia hivi, mke wangu, siwezi kufanya hiki kwa sababu mimi ni mke wa mtu pia. Ndani ya kanisa letu, mimi ni mke wa mtu pia. Kwa huyo mtu ni shoga, yuko mahali anaenda anatumika kama mke, lakini kwa anayofanya kanisani huwezi kudhani yuko katika hiyo hali. Tusifanye mambo kwa kuigiza. Haujakaa vizuri na Mungu, sio mpaka mchungaji aje afike level ya kugundua kwamba hujakaa vizuri. Wewe jipe suspension mwenyewe. Akikupa nafasi ya kuhubiri usihubiri, ukipa wewe nafasi ya kuimba usiimbe. Utachafua heshima ya madhabahu na utachafua kanisa yako. Hayo mazingira na ulimwengu wa sasa hivi, hayo mambo yapo yanatokea. Ndio maana tunasema jamani, acheni kuigiza tabia hizi. Wewe ulivyo na ulivyozaliwa, ufanye maisha yako namna hiyo. Mimi nyumbani wananijua, ukinizingua na kwambia ukweli, na hapa baadhi ya watu mnanijua. Na naweza nikasema mbele ya kanisa au hata personally mimi nikakufesi, nitakwambia siwezi nikaigiza maisha. Hakuna vitu ambavyo unaweza nikafanya kwa kujificha, mimi siwezi, kwa sababu ninajua madhara yake. Wako watu wa aina hiyo na wanaofanana na hayo mambo hata ndani ya kanisa wapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo. Sasa waheshimu wazazi wako kwa kufanyia mambo mazuri, lakini kile unachokifanya kule usije ukaigiza au ukareact tofauti na huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ni bora ukaonekana kwamba wewe huwezi kunyenyekea, huwezi ukapiga goti ukafanya nini, lakini huo ndio uhalisia wako. Na hata mchungaji, mzee wa kanisa, kiongozi wa idara yoyote akifahamu, ajue ni namna gani ya kukusaidia. Kwa sababu unaficha makucha. Sawa. Tunaandaa kizazi cha wake ambao ni mabomu. Tunaandaa kizazi cha wanaume ambao ni mabomu. Unabeba maroho, unaenda kuingiza katika familia ambayo hayatakusaidia kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Zitafakari njia zako. Na tunavyokuwa tunatoa sadaka ya heshima, na heshima sio shikamoo tu, matendo na kutambua uwepo wa huyo mtu kwenye maisha yako. Mzazi kukaa leba, kukubeba miezi 9 akakutoa. Wengine wametolewa kwa wazazi kuchanjwa, wamepigwa operation na kisu, umetoka nje. Sasa hivi unaweza ukambishia nani vibesi tu. Wewe nini bwana mzee, na wewe wa zamani umepitwa na wakati. Wa zamani umelindwa, umetunzwa mpaka sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akaweka na hivyo vidole kwa miguu ambapo unaviona ni vizuri, ndio maana hata uvai viatu vya kufunika, unavia viatu vya open ili tuone vidole vyako vizuri. Mungu akakubariki, una kiburi, unainuka kiburi, unainuka kiburi. Tuangalie Mungu pia. Tukianza na Mungu, tujitahidi sana kuacha alama kwa Mungu. Huko ndani ya kanisa, mahali popote, tujitahidi sana kuacha alama kwa Mungu. Sasa focus yangu kubwa ambao ni kipengele cha mwisho tunaenda kumaliza ni kuhusu mchungaji wa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji wa madhabahu, fanya kwa namna yoyote ile ambavyo unaweza, na uwe halisia huyu mtu anastahili heshima.
Usije ukajifananisha na mchungaji wako hata siku moja. Neema yake aliyo nayo ni ya tofauti sana. Kumheshimu pia mchungaji sio kumkuta kumwambia Bwana asifiwe, shikamoo, ila kutambua uwepo wake ni pamoja na kugusa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji wetu mambo wanaokutana nayo ni mazito na ni makubwa mno. Mimi ni mtu ambaye ni speculative sana. Pata nafasi ya kufika kwa mchungaji pale ambako alihamia Ilazo. Huwa haniambii yeye, lakini mimi huwa ninauliza. Kwa sababu ninaelewa nini amebeba, ninaelewa mafuta yake, ninajua uwepo wake katika maisha yangu kwa ujumla, ya kazi, personal na kiroho, ninaelewa. Na kwa asili ya mwanadamu hawezi kusimama hapa kuzungumza na kusema kwamba kuna jambo fulani fulani hivi na hivi. Lazima atokee mtu au watokee watu ambao wanaweza kujua mchungaji kuna 1 2 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Anafanya kazi madhabahuni, si ndio? Hakuna anacholipwa. Kwa kanuni mimi ninavyoelewa, sio kwa kujifunza hapa tu. Kwa kuwa mimi pia kanisa niliopo nipo sehemu ambayo bila saini yangu kuna kitu hakiwezi kikatoka. Na vitu vyetu vingi huwa vinaenda kwa mtoka mbali moja kwa moja, kwa sababu kanisa letu sisi ni section maalum. Haturipoti kwa mtu yeyote, tunaripoti kwa askofu mkuu. Bila saini yangu hakuna kitu kinaweza kikatoka. Sasa kwa nafasi hiyo ninaelewa 60% mchungaji anabidi aipate kwa ajili ya maisha yake na kuendesha mambo mengine. Lakini mchungaji wetu sisi alivyo, usikute hata ile 60% inarudi kwa ajili ya kufanya kazi ya nini? Ya kanisa. Ujenzi inabidi na yeye atoe. Ana watoto sasa hivi washakuwa kina Crown wanasoma. Ada ni ndefu. Divine ashaanza. Ada ni kubwa. Bwana Yesu asiwe sana. Ukipata nafasi, fika kwenye sehemu aliyohamia, ndio utagundua, utaelewa. Sitaki kuzungumza sana, lakini utaelewa, utagundua. Kutoka Ilazo kuja huku kwenda na kurudi, mafuta kwa safari ya kwenda na kurudi inahitaji 30,000. Huyu mtu anatakiwa awepo kanisani pengine kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu sasa hivi ni kiongozi wa jimbo, aende kwenye vikao vya jimbo huko kwa ajili ya kufanya huduma ya Mungu huko. Lakini atawezaje haya yote? Na kama hata kile kidogo ambacho anakipata kinarudi huku. Kama upendi huduma ya mchungaji na nini, hauwezi ukanielewa hiki ninachokizungumza. Hauwezi ukanielewa hiki ninachokizungumza. Lakini kama mtu ambaye unaheshimu mafuta, unaheshimu uwepo wake, na unaheshimu kile ambacho Mungu amempa, utamheshimu sana. Hawalali kutuombea sisi hao watu. Hata tumbo limeuma kidogo tu, umejaza mavyakula mengi sana ujazi, ambao ukikaa kidogo tumbo itakaa vizuri. Mchungaji, tumbo linaumia mgongoni. Haya mwanangu, ngoja nikuombee. Baba katika jina la Yesu, anamaliza hapo. Katoto akajalala vizuri, utosi juu unauma. Mchungaji, naona kama mwanangu kichwa kinataka kubadilika, linaingia kabisa ndani shimo. Haya, mshike mwanao hapo kwenye utosi, weka na simu tumuombee. Anakuombea, anamaliza. Usiku mzima unapiga simu unamsumbua. Maisha yamekupiga huko, unakuja huko anakuombea. Sapu zimekugonga mpaka umekuwa Concord chuo cha UDOM, anakuombea, unakamilika, unakaa vizuri hivyo. Huyu mtu anastahili heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Lakini maneno haya ni magumu kuelewa kama yuko pia ambaye unampa heshima zaidi yake. Ni ngumu sana kuelewa. Na mimi black ni black, white ni white. Na Mungu huwa anatembea na kusimama na wale ambao walioko tayari. Lakini uhakika ambao naotaka mimi niwape, wema huwa unamfuata mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa nini sadaka ya heshima? Tunatoa ili kuishi siku nyingi. Kwa mfano ukisoma Torati sura ya 5:16 inazungumza kwa habari ya wazazi, imetolea mfano tu kwa habari ya wazazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimheshimu mfalme, ukimheshimu mchungaji, ukiheshimu wazazi,
wanaingia kwenye hili kundi la wewe kuzidishiwa upate siku nyingi za kufanya nini, za kuishi. Kwa nini sadaka ya heshima? Kwa ajili ya vita ya kimadhabahu. Tunakutana na vitu vingi sana. Neema aliyoibeba mchungaji ni ya tofauti sana. Mambo ambayo unayakutana nayo, ukafanya jambo na mchungaji akakutamkia kitu, ujue kabisa linalokupata haliwezi kukupata, kwa sababu amesimama kukukingia wewe kifua. Na ili jambo hilo likupate, likufikie wewe, inabidi mchungaji apigwe. Sasa Mungu pia hawezi kuwa kilaza wa namna hiyo asababishe mchungaji apigwe ili na wewe ukutwe na mambo mabaya. Haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo unafahamu na unajua kuna baraka zingine zinapita kwa wachungaji. Unafahamu hilo Tunafahamu hilo vizuri. Kuna baraka zingine zinapita kwa viongozi, tunafahamu hilo vizuri. Kwa hiyo sasa unaweza ukawa na maisha ukabarikiwa na ukainuliwa na kufanya nini, lakini kuna portion ya baraka ambazo zinatakiwa zipite kwa hawa watu, hazitokufikia kwa sababu yeye anafanyika kama njia, anafanyika kama mfereji wa kupitisha kile Mungu alichokuandalia kiweze kukufikia wewe. Huyu akikutamkia laana itakupata. Bwana asiwe. Baba, naomba nitumie mfano huu, lakini najua pengine inaweza usiwe mzuri sana. Kuna dada mmoja alikuwa anatusumbua sana wakati tuko kanisa la chini pale, na hata tulipohamia hapa. Alikuwa anaonywa sana, hawezi kukubali. Baba akasema nimechoka na kuacha dunia iende ikakufundisha. Kilichomkuta ni balaa. Amekuja kwanza, sura imebadilika vibaya mno. Alikuwa na rangi ya mtume. Sawa? Alivyorudi chunusi yani kama kokoto nzege fulani imechanganywa usoni na mimba juu. Na akarudi mwenyewe hapa na kuomba msamaha, sisi tukamuombea nikiwa kama mzee wa kanisa. Tukamuombea hapa, anarudi kwenye mstari. Lakini hali yake ilikuwa ni mbaya. Sasa kama niliweza kushuhudia na lile jambo liliweza kutokea, sawa. Sasa kama anaweza kutamka jambo baya na kusababisha hasira ya Mungu ikainuka likatokea, tuwe na uhakika na akitamka baraka lazima itokee katika maisha yako. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ya tatu, kuhamishwa na neema juu ya huyo mtumishi. Neema alionayo ni kubwa sana. Ukimbeba na kumheshimu, neema alionayo itakubeba na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha bado tuna struggle kwa kipindi tulichonacho na nini na vitu kama hivyo, lakini ahadi ya Mungu ni ya kweli. Na kama kanisa tunakoelekea ambalo mchungaji analitunza na anatufundisha sisi mambo ya kimungu, tunakoelekea ni mbali sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukweli ambao nataka niwape, kuna baadhi ya watu ambao huwa tunakuja wote Dodoma huku, si ndio? Ambao wanatoka sehemu mbalimbali. Tumetamkiwa sisi baraka kwa sababu pia tuliamua kumheshimu mchungaji. Na maisha yetu yamebadilika. Ndicho ambacho nataka niwaambie. Sawa? Yuko mtu sasa hivi yuko Bagamoyo anafanya kazi ya uuguzi, ameajiriwa na serikali kwenye lile kundi. Yuko mtu ameajiriwa kama daktari, yuko Sengerema. Sawa? Tena ameanza kazi hapo tu Februari. Mwaka jana alienda kuripoti, lakini ameanza kazi rasmi. Ninavyozungumza kwenye lile kundi moja hapo yuko Saudi Arabia anafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mwingine pia yuko Singida huko ndani sana anafanya kazi. Na yuko mwingine yuko Dar, alafu na mimi niko Dar. Hao watu wote ambao nawatolea mfano si watu wepesi kama ambavyo unaweza ukafikiria. Tulikuwa wanafunzi na tulikuwa washirika kama nyie. Kwa nafasi yetu wakati ule tukafanya, lakini tukaona alichonacho ni kikubwa sana. Bado tunaendelea kumheshimu kwa kumsalimia, kwa kufanya chochote kile ambacho Mungu anatubariki. Mambo yanakuwa yanakwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hawa watu nikiwatazama maisha yao yako vizuri mno. Kuna mtoto wa mmoja hapo kama hajakwambia, lakini alikuwa na kazi, anafanya kazi mahali, sasa hivi amepandishwa cheo na yuko top kabisa. Ni hao watu. Sawa sawa. Lakini mwingine yule mambo yake yanaseleleka tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu ya kumheshimu nani? Mzee. Nilivyokuwa nimepigwa vizuri na Mungu nikanyooshwa kwa kukaidi kauli iliyokuwa imetoka madhabahuni na kuombewa mimi kuwa mchungaji msaidizi, nikakataa. Nilinyooshwa vizuri sana na kuja kukubali na kumwambia mzee kwamba sasa hivi imekubali, imetosha. Baada ya machozi mengi sana nikaanza kuziona baraka.
eleweni na tiini mnachoelekezwa na mchungaji. Heshimuni kinachotoka madhabahuni kutoka kwenye kinywa cha mchungaji. Baada ya pale nilipata kazi ambayo sio kificho. They pay me in terms of dollar. Ili mchungaji peke yake alikuwa ndo anajua, lakini wananilipa kwa dola. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata sasa hivi mimi kuzungumza mambo ya kimataifa na exchange rate, sijui sasa hivi leo ni shilingi ngapi na nini na vitu kama hivyo, kuwepo katika hayo mazingira na fahamu kidogo na mimi mkaguru wa watu wa Gairo. Lakini baada ya kutii kile ambacho kilitoka hapa kwa Mungu kupitia mtumishi wake, yako mengi sana ambayo tunaambiwa, yako mengi sana tunayoonywa, yako mengi sana ambayo utatakiwa tuyatekeleze, lakini watu hatutii. Either upate mema au baya likupate. Lakini maombi yangu Baba, usije ukamtamkia mtu mwingine tena. Atakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kingine ni kuheshimu huduma na mafuta ya mtumishi. Mchungaji, naomba tusome kitabu cha Marko 14:3-9. Kabla hujasoma, tunaheshimu mafuta na huduma ya mtumishi. Hakuna mtu yeyote anaweza kulingana na mafuta ya mchungaji. Na hata ukijiona huko juu, nafikiri kwa mawazo hayo, bado kuna viwango unabidi ufike vya kumuelewa Mungu ili akupe nidhamu iliyo kamili kumheshimu mchungaji. Naomba tusome hiyo Marko 14:3-9. Biblia inasema, naye alipokuwa hapo Bethania, nyumbani mwa Simoni mkoma, ameketi chakulani, alikuja mwanamke mwenye kibweta. Samani hapo. Huyu, sawa. Ukisoma Marko, ni Marko huyu anamzungumzia nani? Yesu. Na Marko tunajua alikuwa ni mmoja wapo wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Kwa hiyo wakati anaandika hiki kitabu alikuwa anayashuhudia haya. Kwa hiyo akapata nafasi pia ya kuongozwa na Roho Mtakatifu, ndo anakuja kuandika. Kwa hiyo hiki kitu sio kimeandikwa kwa ajili ya kutufundisha sisi. Kwanza ni matendo halisia ambayo yalikuwa yametokea wakati Yesu akiwa hapa wapi? Duniani. Endelea mchungaji. Alikuja mwanamke mwenye kibweta cha malhamu ya nado. Ya nado safi ya samani nyingi. Akakivunja kibweta akaimimina kichwani pake. Palikuwa na watu waliochukizwa katika nafsi zao wakisema. Hapo subiri kwanza. Kuna watu walichukizwa kwenye nafsi zao wakitaka kusema. Na mtu mmoja wapo alikuwa sijui ni Yuda. Lile jamaa alikuwa linashika hela. Kwa kila kitu ukiona yenyewe anaona ni fursa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna maneno naweza kusema ya kipuzi sana ambayo Yuda aliyazungumza hapo mbele. Jambo lisifanyike kwa mfalme Yesu, mwanaume wa wanaume, miamba wa miamba. Alafu yeye anataka kufanya mambo mengine. Anaendelea anasema nini? Anasema kwani kupoteza Mariamu. Tulia hapo. Kwa nini kupoteza Mariamu ya namna hii? Yule mama alikuwa amebeba yale Mariamu kwa ajili ya kumheshimu Yesu. Na hapa yalikuwa ni maandalizi ya Yesu kwenda wapi? Msalabani. Maandalizi ya kifo. Huyu mama alikuwa amebeba hii Mariamu ambayo ilikuwa ina thamani, tunasema dinari 300. Sasa anatokea huyu jamaa anaitwa Yuda. Kwa nini kupoteza hivi vitu vya thamani ya namna hii? Wako watu ambao wakiona mchungaji anafanyiwa kitu, wao wanajisikia vibaya. Wapo wanajisikia vibaya, mioyo yao hivi. Anaweza kutokea hata mtu mwingine kutaka kufanya jambo kwa mchungaji, unaweza kufanyika kwa sababu hata huyu mtu kumzuia. Hauna miliki ya mtu mwingine kwenye haya maisha. Alichobarikiwa na kuelekezwa na Mungu kufanya kwa ajili ya heshima ya mchungaji, muache afanye, usifanyike sababu na kikwazo. I'm not speaking this from vacuum. I have experience kwa kuwa nimekuwa kiongozi, najua na ninajua pia sasa hivi. Endelea mchungaji. Anasema maana Mariamu hii ingaliweza kuuzwa kwa dinari 300 na kuzidi. Dinari 300 na kuzidi. Wakapewa maskini. Wakamnungunikia sana yule mwanamke. Yesu akasema, mwacheni. Mbona mnamtaabisha? Amenitendea kazi njema. Maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi. Lakini kila mpandapo mwaweza kuwatendea mema. Lakini mimi hamnami siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu ulivyo navyo wewe kila siku unavitumia na mchungaji.
lakini ipo tu inatokea siku moja moja kwa ajili ya kumheshimu yeye. Sasa hapa Yesu anavyozungumza hivi, anawafundisha sasa zaidi hawa watu mnao kila siku. Na Yuda anataka hii ngoma iuzwe kwa dinari walau 300, wakaangaliwe wajane na yatima wapewe. Sasa hawa watu tunao kila siku. Sasa leo ndio yanaibuka mawazo kwa ajili ya kufanya kwao siku zote mko nao, hamuwezi mkafanya. Kwa unajisikia wivu mimi, ndio maana akamsaliti Yesu kwa kuchukua vipande 30 vya nini? Vya pesa. Wivu tu na roho mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa utafiti ambao nimefanya, tunavyozungumza kitu kinaitwa dinari 300, dinari moja, sawa, kwa fedha ya sasa hivi ya Kitanzania, wanasema wataalamu ina range kuwa 25,000 mpaka 250,000. Inategemea na eneo na nchi hii kitu inaweza ikauzwa wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikafanya calculation zangu. Sasa ukichukua hiyo labda 25,000 ukazidisha mara 300, ambao nilicalculate kwa rate ya juzi ya fedha, ilikuwa dola moja ina thamani ya 2,580, ambao inapokuja 25,000 mara 300, yale mafuta yalikuwa na thamani ya 7,500,000. Akamimina tu kwa Yesu yule mama kwa ajili ya maandalizi ya kwenda wapi? Msalabani. Ukichukua hiyo 25,000, ukichukua 250,000 kwa thamani ya fedha ya nchi mbalimbali, ukizidisha mara dinari 300 ya ile thamani ya nini? Ya mafuta, ile marihamu, unapata milioni 75. Milioni 75 zilimiminika kwa mwili wa Yesu kuandaliwa tu mazishi. Bwana Yesu asiwe sana. Tunaona viwango, hatujifunzi kutoka duniani. Pengine naweza nikazungumza kwa sema wewe walecha muongo bwana. Tunazungumza kujifunza kutoka kwenye nini? Kwenye Biblia. Na nikazungumza sio mambo yote yameandikwa kwenye Biblia, lakini tuna sources mbalimbali ambazo zinatusaidia kuelewa Biblia kwa undani zaidi. Na hata baada ya Yesu kufa, kuna mwamba mmoja anaitwa Yusufu Alimataya. Aliomba mwili wa Yesu akauzike, akatengeneza kaburi ya mwamba. Thamani ya ile kaburi, wewe. Na kuna mwamba mmoja pia anaitwa Nicodemus, alitoa na yeye mafuta kwa ajili ya mwili wa Yesu kufanya nini? Kuzikwa. Nimechukulia hii kama mfano tu.